Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema la yashkuru Allah man la yashkuru an-nas, hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhakika wa kumshukuru yule ambaye hawezi kuwashukuru watu, hawezi kuwa na shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yule ambaye hawezi kuwashukuru watu. Ndugu zangu katika imani, mwezi mtukufu wa Ramadhani na hasa mwaka huu ulikuwa na mambo mengi, ukiacha mambo ya mtu binafsi, lakini tunazungumza katika mambo ya ujamaa wetu, ule mjumuiko wetu kama jamii, na tutakuwa ni watoto wa shukrani na hatutaweza kumshukuru Allah kidhati kama hatutaweza kuzingatia mchango wa watu katika masala ya kuihudumia jamii. Kwa nini tunalazimika kuwashukuru watu? Moja ni kwa muktadha wa hiyo hadithi ambayo nilitangulia kuisoma, asiyewashukuru watu hana uwezo wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kidhati. Kwa nini? Kwa sababu watu unawaona na ule mchango wao unauona direct kwao, alafu huwezi kuwashukuru, basi huna uwezo wa kumshukuru yule usiyemuona. Yani kama huwezi kumshukuru mtu unayemuona anayekufanyia ihsani ya wazi na ukaona, hauwezi kumshukuru, basi usiyemuona huwezi kumshukuru kwa dhati. Lakini jambo la pili linalotusukuma lazima tuwashukuru watu katika yale ambayo wameyafanya kuihudumia jamii katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kwa sababu hapo nyuma tulifululiza hutuba za Ijumaa zikieleza moja ya wajibu wa waumini katika Uislamu ni pamoja na kutoa huduma kwa jamii, ni pamoja na kuihudumia jamii. Kile kitendo ambacho tumekifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ilikuwa ni sehemu ya kuitika wito kimatendo, wito wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake kuwahudumia jamii, kwa maana ya kuihudumia jamii. Kwa nini watu tusiwashukuru kama wamepokea ujumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakaweza kuingiza katika matendo yao ya maisha ya kila siku? Ndugu zangu katika imani, dhana hii ya shukrani hamwezi kuelewa vizuri mpaka mwe mnashughulika na jamii. Dhana hii ya shukrani kwa watu mnaweza msielewe vizuri, lakini mkipata fursa ya kufuatilia na kushughulika na mambo ya watu katika jamii, hali za watu za kimaisha, ni lazima uwaone wale watu ambao wameshikamana kutoa huduma walau kidogo kwa watu ambao hawakuwa na hali sawa. Lazima watu hawa utawaona ni wa thamani na ni watu wa kushukuru. Ndugu zangu katika imani, kwanza tunawapongeza viongozi ambao walipata wazo katika msikiti. Hatujapata kufanya, lakini walillahi alhamdu, imekuja wazo na ilhamu ikapita katika vichwa vya watu, ikaonekana tunao uwezo wa kufuturisha watu ambao ni dhaifu. Na wakati wazo hilo linakuja linafikishwa kwa watu, hapakuwa na matumaini ya 100% kwamba tutaweza kufuturisha watu walau kwa kiwango cha chini kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini baada ya kupata ilham na Allah Subhanahu wa Ta'ala sema, fa idha azamta fatawakkal ala Allah, utakapoazimia jambo na ukaliona linafaa, tawakkal ala Allah, tegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukianza nyuma katika aya
Allah sema fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Ni kwa rehema inayotoka kwa Mola wako mlezi. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi, na kama ungalikuwa una moyo mgumu, lanfaddu min hawlika, wangalikukimbia au masahaba wako wangalikukimbia. Akiambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa niaba ya watu wote Waislamu, fa'fu anhum, wasamehe katika makosa yao, katika mapungufu yao, wastaghfir lahum, na waombe msamaha pia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapungufu yao, washawirhum fil amri, lakini wahusishe katika jambo. Ukiwa na jambo pia wahusishe, na hiki ndio ambacho kilifanyika, kwamba mtu mmoja kama mtu mmoja asingeweza kubeba lile jambo kwa mwezi mzima, lakini kwa kutumia aya hii washawirhum fil amri, kwamba wahusishe watu, wahusishe Waislamu katika jambo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, na ukisha asilia kufanya jambo usiwe tena na wasiwasi, tegemea Mwenyezi Mungu atakamilisha pale ambapo patakuwa na changamoto. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin, hakika ya Mwenyezi Mungu anawapenda sana watu ambao wanamtegemea. Kwa hiyo sehemu ya kwanza tunashukuru viongozi ambao walipata hili wazo na walilahi alhamdu wakalifikisha kwa watu katika hali ambayo hapakuwa na possibility ya kuwalazimisha watu, lakini walilahi alhamdu watu wameweza kuchangia suala la kufuturisha watu kwa kipindi cha mwezi mzima. Na natoa shukrani hii kwa niaba ya watu wote ambao wamepata fursa ya kutabaruku katika iftari hii. Lakini sehemu ya pili tuwashukuru waumini kwa ujumla. Tuwashukuru waumini wote kwa ujumla wetu ambao walihusika kwa namna moja au nyingine, hata kama ni kwa nia. Kuna mtu mwingine asingeweza kupata cha kutoa, lakini alikuwa na nia ya dhati. Kwa jambo hilo kwa pamoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewezesha kutoa hiyo huduma kwa jamii. Kila muumini kwa namna yake tunamwomba Allah Tabaraka wa Ta'ala kupitia mimbari hii awasamehe dhambi zao wote wale ambao walitoa kwa hali moja au kwa namna nyingine, na hata kama walikuwa na nia lakini wakosa, Allah wasamehe dhambi zao na awawekea mali zao wazikute katika vitabu vyao siku ya Kiyama. Ukizunguka katika imani, lakini mpaka jambo likamilike ukakuta watu wako pale pale wametulia, wanaseto, wanakula. Suala la kutoa mali peke yake hapa ilikuwa haitoshi. Chakula ilikuwa lazima kipikwe. Katika watu ambao pia tunathamini mchango wao kutoa hotuba hii ni watu ambao walifanya uhemezi wa mahitaji. Watu waliofanya uhemezi wa mahitaji kwa namna moja au nyingine, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekelea mali zao na wape taufiki na ajalie mali zile ziwe na ikhlas, wasikute katika matendo yao siku ya. Lakini pia kuna mapishi. Baada ya mahemezi bado kuna mapishi. Wale waliohusika kupika chakula katika sehemu hii ya kituo kwa namna moja au nyingine kuwezesha kwamba kila siku kupatikane ulaji, kwa sababu tungepata pesa lakini tukakosa mtu wa kupika pia ni katika namna ambayo na wao pia walikuwa wanapata malipo yao, wanahitaji kupata malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada ya hapo inapofika wakati wa magharibi, watu wengi tunaswali karibu safu 7 hapa. Nilikuwa naangalia safu 9 wakati wa magharibi. Kisha watu wanatawanyika. Tukifika Isha tunaweza kutoa michango yetu, lakini tukishamaliza hiyo sisi tumemaliza. Nini kitaendelea na wakati wa magharibi
hatuna hakika kwamba huko watu watakuwa wamepikiwa au hawakupikiwa, lakini walillahi alhamdu, kwa namna ya ugawaji wa kimajukumu ulikwenda vizuri. Kwa hiyo bado lazima kutakiwa kupatikane watu ambao watakuwepo jikoni kwa wakati huo wakipakua kwa ajili ya watu, lakini pia watakwenda kupatikana wasimamizi ambao watahakikisha kwamba wanawapanga watu, kwa sababu kumbuka, tunapokea watu kutoka maeneo tofauti, wanaweza kuwa na kalima tofauti za kitabia. Kwa hiyo ule kibinadamu kuwasimamia ilikuwa jambo la muhimu. Walilahi alhamdu, hao watu bado pia walipatikana. Kwa nini tusiwashukuru? Nasema nao pia wanastahili shukrani ya dhati kabisa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri kwa mchango wao waliofanya kuanzia Ramadhani mosi mpaka Ramadhani ya mwisho. Lakini bado watu wakishamaliza kula ni kama wanatekeleza aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa idha ta'imtum fantashiru, kisha kumaliza kula basi tawanyike. Kwa hiyo watu wakimaliza kula wao wanatawanyika. Kunahitajika usafi katika sehemu ambayo watu wamelia, kunahitajika usafi katika vyombo walivyolia ili kesho viendelee kutumika. Bado pamoja na watu kutawanyika, kuna watu walihisi kwamba hili sisi ni jukumu letu, lazima tubakie kwa ajili ya kufanya usafi. Ndio maana unakuja swala ya Isha unakuta tayari pana usafi, wala huwezi kuamini kwamba kuna watu walikuwa wamekaa pale wanakula. Lakini wakati huo na vyombo pia vinashughulikiwa, kesho unapokuja unakuta vyombo viko visafi. Kwa nini hao watu siwashukuru pia kupitia membari hii? Kwa nini? Huna namna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa dhati kama huna uwezo wa kuona mchango wa watu na ukawashukuru. Ndugu zangu katika imani, kwa ujumla wetu, kama kuna kundi ambalo naweza kusikulitaja katika sehemu hii, bali Mwenyezi Mungu analijua kwa namna yake, kwa njia zake mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe ujira usio katika kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kila mmoja kwa mchango wake ambao amehusika kwao. Unaweza kuwa ni mchango wa hali na unaweza kuwa ni mchango wa mali. Na bado tuna watu wa pembezoni ambao walijitokeza, pamoja na kwamba wanakuwepo hapa, lakini mbali na kuwepo upikaji wa chakula hapa, bado kuna watu ambao walisitisha badala ya kupika hapa, wao wakapika nyumbani kabisa, wakaletea chakula hapa. Ni katika vitu ambavyo mimi binafsi vimenigusa sana, kwamba sasa tunaweza kukaa pamoja tukaona kwamba tunaweza kufanya huduma kwa jamii. Na ndio maana nikasema lazima tuwe na tafakuri. Kuna mambo yanaweza yakapita usipoyafanya kama mada maalum, inaweza ikafika pala tusiwe na tafakuri ya kutosha, na tukarudi nyuma badala ya kusonga mbele katika mambo ambayo ni deni tumelichukua. Ni baada ya Ramadhani hii kwamba mwezi huu wa Ramadhani imeonyesha tunao uwezo wa kufanya jambo kubwa kwa watu ambao ni wahitaji katika jamii. Kwa kuweza kulifanya mwezi wa Ramadhani uliopita, maana ni kwamba kumbe tushikamana pamoja, tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi ya hili ambalo tumelifanya. Walillahi alhamdu, hili jambo tumelifanya hatukuwa na maandalizi ya kutosha, lakini kama tutafanya maandalizi vizuri, basi walau changamoto zile ambazo zinaweza kuwa zimejitokeza kwa namna moja au nyingine zinaweza kuondoka, na kila mtu lazima hisi zinamuhusu yeye, ili baadaye tunapokwenda katika utekelezaji tulifanya katika jambo katika namna ambayo ni bora zaidi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, khairu a'mali adwamuha wa in qalla, amali iliyokuwa bora ni ile ambayo watu watadumu nayo hata kama itakuwa ni kidogo. Hapa sisi tumebeba deni, tumeweza kulifanya mwaka huu, ni lazima tufanye jitihada za makusudi za kuwezesha tena kulifanya mwakani biidhnillahi karim. Ndugu zangu katika imani, kwa shukrani hizi tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe tukutane naye katika qalbi salim, tuwe na nyoyo ambazo zimesalimika na aina zote za maradhi, ikiwa ni pamoja na maradhi ya hasad, maradhi ya chuki, maradhi ya ufisadi na maradhi mengine yanayonasibiana na nyoyo. Allah tuwafikishe tuwe miongoni mwa waja wa Allah watakao kuwa katika pepo yake biidhnillahi karim. Ndugu zangu katika imani, katika mazoea
katika kujizoezesha kutoa huduma kwa jamii, ni vizuri tukafanya katika sehemu kama hivi ya mjumuiko, kwa sababu usipoweza kutoa kidogo katika mjumuiko ukaunganisha na cha mwenzako ukaweza kutoa huduma kubwa, basi kwa hakika kutoa katika ngazi ya mtu binafsi ni ngumu kabisa. Mtu ambaye hawezi kuswali sunna msikitini hawezi kuswali sunna nyumbani. Unajua, mtu ambaye hawezi kuswali kablia hawezi kuswali kablia msikitini, basi nyumbani hawezi kuswali kablia. Na hiyo ipime mwenyewe. Kama huna uwezo kuswali baadia msikitini, nyumbani huwezi kumaliza swala ukaswali baadia. Na ndio maana hizi swala za faradhi zote zote ni za mjumuiko. Sema za faradhi kwa maana ibada hizi za faradhi. Lakini ukija katika zile nawafil sunna zinakuwa ni za mtu binafsi. Ni nadra sana kama mtu aswali swala tano akapata nafasi ya kuamka usiku kuswali kiamu laili. Sio rahisi. Kwa maana kama hawezi kuswali katika mjumuiko, hawezi kuswali swala ya pekee yake. Na kwa mantiki hiyo, kama hatuna uwezo wa kujizoezesha kwenye mjumuiko kutoa kile ambacho Allah amekujalia ikawa ni asbabu ya kutoa huduma kwa jamii. Kuna statement alizungumza Amir Musa hapa, akasema ukiwa nyumbani unaweza ukatafuta wahitaji ukawakosa wala usiwapate, lakini katika maeneo ya mjumuiko ni rahisi sana, kwa sababu bahati nzuri hakuna mtu atamuuliza umealikwa na nani, umekujaje, unafanyaje hivi. Kama Muislamu tiketi yake inakuwa ni yeye kwa Muislamu. Sasa sisi mbele yetu hili ni laika hili, hapa tuna Shawwal. Baada ya Shawwal tuna mwezi mmoja tunaingia Dhulhijja. Bahati nzuri katika siku ya Eid ya Udhuhiya, hapa kwa uzoefu ambao tumekuwa nao ni kwamba tuna idi yetu tunailia hapa. Ili tunailia sisi hapa, kwa maana tunataka wala hatuhitaji kujua kwamba yule amekuja, kwa sababu tunaila mchana. Hatuhitaji kujua kwamba yule amekuja pengine atakuwa ni mtu ambaye ana shida, pengine iko hivi. Mnajichanganya nyote, kwa hiyo nyote mnakuwa na hali moja. Na kinachowezesha jambo hilo ni pamoja na vichinjwa, kupatikana vichinjwa vya kutosha. Hapa nyuma tumezungumza tukasema, tena tulianza mapema baada tu ya Dhulhijja, tukasema kila mtu awekeze kidogo kidogo, ili tukifika katika mwezi wa Dhulhijja kila mtu awe angalau apate shilingi 1,500,000. Kipata 1,500,000 mkiunganisha watu 7 mnapata ng'ombe wa uhakika mzuri kabisa. Alasa kwa masikitiko kuna watu hawafanyia kazi mpaka leo na hawaamini kwamba yani Dhulhijja inakaribia. Yani hata kama alikuwa na uwezo wa kulifanya hilo, lakini muda wa hakuliweka mkakati. Inaweza kufika sahihi akiweza kuikusanya 1,500,000 katika miezi miwili, tayari na mwia ngumu. Hakuweka nia. Watu ambao hakuweka nia, sisemi kwamba kuna watu ambao hawapata uwezo, lakini kuna watu ambao hawakuweka nia. Na kuna watu waliweka nia lakini hawakuweka umuhimu. Na bahati nzuri kuna baadhi ya watu wakaanzisha mkoba kwa ajili hiyo, na ikatangazwa mtu yeyote ambaye anataka kuchangia kidogo kidogo aone fulani achangie kidogo kidogo, ili ikifika wakati huo, kwa mfano kwenye msikiti kama huu, tupate hata kama tutapata watu 100 tu, wakasema hawa watu 100 wamejiorganize, kila watu 7 wanakuwa na ng'ombe. Hivi sisi tutaenda kukaa kwenye foreni ya kusubiri nyama za Waturuki? Kwani sisi hatuwezi kutoa huduma? Na hizo zikaenda kwingine, zikaenda katika maeneo mengine. Muhimu ni kwamba hapa usoni tuna mwezi wa Shawwal na mwezi unaofuata Dhulqaada. Zikimalizika miezi hii miwili, maana tunakwenda mwezi wa 12, mwezi wa Dhulhijja. Kwa wale ambao watakuwa
kufanya kitu. Kwa mtu akasema mwezi huu inshallah atatoa 50,000, mwezi unaofuata 50,000 na mwezi unaofuata unakuwa 50,000. Tuliweka 1.5 kwa maana ya kuchelea katika kipindi kile kwenda kununua ng'ombe ambao wakati mwingine wanakosa afya, wanakosa vile vigezo vya kutosha katika upande wa ibada ya Dhulhijja. Kwa nitumie fursa hii pia kama hii ambayo tumelifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa upamoja wetu, basi tuunganishe nguvu katika miezi mitatu inayokuja mbele. Yaani katika miezi mitatu tukimaliza Shawwal na tutafuata na mwezi unaofuata na mwezi utakaofuata, basi baada ya hapo ndio tunaingia katika mwezi wa 12. Tukiingia katika mwezi wa 12, kila mmoja katika sisi wabakie wachache wale ambao Mwenyezi Mungu anaona kabisa kwamba hawana uwezo. Lakini kama kwa mfano tunasema leo unaweza kutoa 5,000 alafu ukasahau kabisa, alafu nakuja kukumbuka tena baada ya miezi mitatu kwamba ulitoaga 5,000, uweze kuipata 100,000 na kwa wakati mmoja kwa hali zetu tulio wengi. Kwa nitumie fursa hii kwamba katika maandalizi ya kutoa huduma kwa jamii na kujizoesha kuhusika katika huduma kwa jamii ni pamoja na kuchangia vya kwetu vidogo tukatoa huduma kubwa kwa watu ambao ni wahitaji. Biidhnillahi karimu, natamani kuona Idi inayokuja kama watu wanaweza kula hapa na wakapata na nyama ya kubeba, itakuwa ni aula zaidi. Yaani itakuwa ni katika huduma kubwa kabisa kwamba watu wamekula hapa wamemaliza, lakini wala chakula cha usiku bado kuna nyama ambayo wamebeba, na kuna zile ayyamu tashrik, zile yale masiku matatu ambayo ni yakula nyama zile, kula mishkaki. Sasa mtu anashinda kutabaruku kwa sababu hajawezeshwa, amekuja tu kula chakula cha mchana ametawanyika. Lakini tukifanya kwa pamoja tukaweka ng'ombe wetu hapa, let's say ng'ombe wasiopungua 50, tukaweka kuna uwezekano mkubwa kabisa kila mmoja akaondoka na mfuko. Nilitaka hiyo ni sehemu ya tafakuri ya yale ambayo tumeyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwamba tukiamua tuna uwezo wa kufanya mambo makubwa, na Allah tuwafikishe tulifanye hilo linalokuja mbele yetu.